Kiangalia kihistoria kitabu hiki cha Zaburi ya 107 inaonyesha kwamba ni wimbo wa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya ukombozi na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao uponyaji na ukombozi huo Mungu aliwafanyia watu wake. Pia inaaminika kwamba kiliandikwa baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ile ya utumwa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni miaka 538 kabla ya Kristo. Na ile inaelezea kwamba ilikuwa ni kipindi cha furaha, toba, vile vile na kutambua jinsi alivyo, kumtambua Mungu jinsi alivyo wa rehema, licha ya kuwa walimtenda maovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mstari huu wa 17 mpaka wa 20 anasema, wapumbavu kwa sababu ya ukosaji wao na kwa sababu ya maovu yao hujitesa nafsi zao, zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Kisha mstari wa 20 anasema, ulituma neno lake, uwaponye, uwatoa katika maangamizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa na wagonjwa ambao walioteseka kwa sababu ya dhambi zao. Kwa hiyo kumbe dhambi pia ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili Mungu aweze kutibu ugonjwa huo, huwa analituma neno lake. Kwa hiyo kusudi ya lile neno ambalo Mungu analitoa au analituma ni kuponya, vile vile na kukuokoa katika maangamizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Mungu anapolituma neno, halitumi bure, linakuwa lina kusudi fulani ambalo neno hilo limebeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno linapokuja kuponya au kumtoa mtu katika maangamizo, halijalishi linakuja katika hali gani. Kwa hiyo linaweza likaja katika hali ya maonyo au likaja katika hali ya makaripio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa upande wa maonyo, kama maonyo inamaanisha kwamba ni tahadhari au kumbusho linalotolewa ili mtu abadilishe tabia kabla ya kuchukuliwa hatua kali. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo kuu la hayo maonyo ambayo yanatolewa ni kumsaidia mtu ili aweze kujirekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Na katika karipio ni hatua rasmi au ni hatua kali ambayo ni hatua kali zaidi ya kinidhamu inayochukuliwa baada ya mtu kukiuka sheria au maagizo, licha ya kuwa mtu huyo mwanzo amepata maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo kuu la karipio ambalo litatoka hapo ni ili kumwadhibu na kumwonya kwa uzito zaidi, ili asiendelee na lile kosa au ile dhambi ambayo anaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo likija katika hali hiyo, sio kwamba Mungu hakupendi, ila anahitaji kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Na kukutoa katika maangamizo. Anahitaji kutibu ule ugonjwa wa dhambi ambao uko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwa haliji bure. Kiangalia kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari ule wa 8. Hesabu 21 mstari ule wa 8. Tunaona Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Bwana Yesu asifiwe.
hapa tunaona kwa habari ya wana wa Israeli baada ya kusafiri kutoka katika mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu. Anasema watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Kwa hiyo ile njia yamkini ilikuwa ngumu, labda ina miba, hakuna chakula, hakuna maji, au chakula alichokuwa anakipata ni dhaifu au duni ambacho wao hawajakipenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakaona kama ni mateso, wakaamua kumlalamikia Mungu. Sasa katika kulalamika yale manunguniko hayakumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwa ile dhambi walioifanya akawa ameachilia nyoka wa moto ambao wakawa wanawauma ambao wale watu wamekosea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya hali hiyo kuendelea, wakatambua kwamba wamekosea, wakarudi tena kumwomba Mungu, kumwambia Musa awaombee kwamba awaondolee wale nyoka. Lakini Mungu mstari huu wa 8 ndo akamwambia Musa amfanye yule nyoka wa shaba, kwamba kila mtu atakayemwangalia yule mtu ambaye atakuwa amegongwa na yule nyoka wa moto, akimwangalia huyo nyoka wa shaba aweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli Musa alilitii lile neno ambalo Mungu alilituma kusudi kuwaponya wale waliokuwa na ile dhambi ya manunguniko. Aliweza kuitengeneza ile nyoka ya shaba, na hatimaye kila aliyegongwa na yule nyoka wa moto alipomtazama yule nyoka wa shaba aliweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata leo sisi tunaona katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 14 inaeleza kwa habari ya Yesu alipoangikwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Anaelezea kwamba kila atakaye mtazama anapata uzima wa milele. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Anasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule atakayefanya hatua ya kumwamini Yesu na kujua kwamba hiki anachoniambia kusudi kubwa ni mimi niweze kuponywa, nisiweze kuangamia, atakayetii hilo basi atakuwa na uzima wa milele. Lakini atakaye kaidi, basi lile neno haliwezi likamfanyia uponyaji wala haliwezi kumtoa katika maangamizo. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna kuangamia mbele yake, lazima ataangamia kwa sababu hajaweza kulitii lile neno ambalo Mungu amelituma kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Yesu ametumwa kwetu kama neno. Kwa hiyo hawezi akaja hapa mzima mzima tukamwona. Hapana, anakuja kwa njia ya neno. Kwa hiyo anapolitoa neno ina maana ni yeye mwenyewe anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi kubwa inapaswa sisi kuweza kulitendea kazi na kulisikiliza. Sababu anapolituma lile neno halitumi kwa bahati mbaya, lipo kusudi na amekusudia kufanya kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia neno la Mungu anapolituma kusudi kuonya au kuponya au kukutoa katika hayo maangamizi, halibadiliki. Kama amesema ufanye hivi, basi ni hivyo hivyo. Hawezi asubuhi akasema hivi, mchana akabadilika tena akasema fanya hivi. Hapana, neno la Mungu halibadiliki. Akisema usipofanya hivi hakika utaangamia, ni kweli. Kama hautotii utaangamia. Kwa hiyo tunaangalia katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 12 mstari wa 6, tunaona kwamba neno la Mungu anapolituma ni hakika na kweli. Ina maana mpaka likufikie linakuwa limehakikishwa. Anafananisha na fedha ambayo imewekwa karibuni. Anaposema karibuni maana yake kwenye tanuru. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo inakuwa imesafishwa mara 7 kwa moto. Ina maana neno hilo ni safi
ni hakika na kweli, hata nalituma kwako, ina maana amelithibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama sisi tukipewa neno kwa kusudi la kuonywa au kuponywa, tukianza kulipindua, ina maana tupo tunamkosea Mungu. Ina maana mpaka analituma neno lake hapo, yeye amelithibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza ukasoma hiyo Zaburi ya 12 mstari wa 6. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni maneno safi. Bwana Yesu asifiwe. Halibadiliki kwamba asubuhi likawa hivi, mchana hivi au jioni hivi, hapana. Anasema ni maneno safi ambayo yanafananishwa na fedha iliyojaribiwa karibuni kwenye tanuru. Karibuni ni kwenye tanuru. Anasema juu ya nchi iliyosafishwa mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo fedha au tuchukue dhahabu tukiweka kwenye tanuru ikachomwa humo mara 7, ina maana inazidi kung'aa, inazidi kuwa safi. Kwa ndivyo inavyofananishwa na maneno ya Mungu. Hayabadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana mpaka likufikie wewe limehakikishwa kwamba litakuponya ukitaka kuponywa. Na kama amelitoa kama angalizo, ina maana usipofanya kama alivyoagiza, kile kitu alichotamka, kama ni laana lazima itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama haitatimia leo, kwamba ametoa agizo leo, ukao unatazamia kwamba amesema kutakuwa kuna laana hii, ukaitazamia leo, kesho mbona haipo, basi labda Mungu amesahau au ni mwongo. Hapana. Maadamu alikwisha kutamka kwa kinywa chake na wewe haujafuata, lazima itatimia tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye upande wa ahadi ambazo Mungu alikuwa anaahidi kwa watumishi wake, hata kama zilichukua muda mrefu, ziliweza kutimia. Kwa mfano tukimwangalia baba wa imani Ibrahimu, ilichukua muda wa miaka 25 mpaka ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amemwahidia mwanzo pindi ana miaka 75 kuja kutimia, ilipita miaka 25. Bwana Yesu asifiwe. Kiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Tunaona hii ahadi ambayo Mungu alikuwa anaitoa. Anasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona ahadi ambayo Mungu alikuwa anaisema huku juu. Alikuwa anaongea na Abraham akiwa na miaka 75. Lakini ukisogea mbele sura ya 21 mstari ule wa 5, ndio anasema, naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Si alisema atamfanya huku kuwa taifa kubwa. Sasa taifa kubwa ina maana litatokea kwa mtoto wake ambaye ni uzao wake, ambaye ni Isaka. Kwa hiyo mpaka ile ahadi ilipotimia ilipita miaka 25. Ukichukua 100 huku iliyotimia ahadi, ukitoa na miaka 75 aliyokuwa nayo pindi anapewa hiyo ahadi, unakuta ni miaka 25. Sasa miaka 25 ni mingi. Unaweza ukasema Mungu alishasahau au ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaangalia hata kwa utabiri wa Isaya, neno ambalo aliwekewa na Mungu.
atabiri kwa habari za Yesu. Isaya ile sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wake kuuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuta huu ni utabiri ambao Nabii Isaya alikuwa ameutabiri. Lakini mpaka kuja kutimia kuzaliwa kwa Yesu ilipita takriban miaka 700 ndipo unabii huu ulipotimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni neno la Mungu alilisema. Lakini mpaka miaka 700 ipite, ina maana ni kipindi kirefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uliweza kutimia. Kwa hiyo na Mungu anapolituma neno lake, haijalishi litachukua muda gani, lazima mapenzi yake yatimie tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona neno jingine ambalo Mungu alituma kuponya katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura 20 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 4. Tunaziona habari za Mfalme Ezekia. Wafalme wa Pili sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 4, Biblia inasema, siku hizo Ezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako, tazama nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa akamwambia atengeneze mambo ya nyumba yake, kwa maana atakufa wala hatapona. Lakini Hezekia tunaona akarudi, akamkumbusha Bwana yale ambayo aliyafanya. Mungu akalituma neno lake la uponyaji, akalituma kupitia nabii wake Isaya. Akaenda akamueleza kwamba Mungu atamponya, na alimuongeza na miaka 15 zaidi ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona alipokea neno la uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno linaweza kuja kwa kutumia manabii au mtumishi mwingine yoyote asiyekuwa nabii, lakini kusudi aweze kutuponya. Bwana Yesu asifiwe. Muda mwingine anaweza akamtumia hata mtoto mdogo tu, akaongea jambo, lakini ukilipima unasema kabisa hapa ninaonywa, japokuwa amepita kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia na Zaburi ya 119 mstari wa 11. Anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtunzi wa Zaburi anaandika, anaelezea kwamba anasema moyoni mwake ameliweka neno la Mungu ili kusudi kwamba asimtende Mungu dhambi, kwa sababu neno la Mungu linapokaa ndani yetu, Bwana Yesu asifiwe, lile ambalo ametupa linapokaa ndani yetu linakuwa kama alamu au indicator ambayo inakuwa inakuonyesha au inakutahadharisha pindi
unapotaka kuingia katika maangamizo fulani au unahitaji kutenda dhambi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla ile dhambi hujaitenda, kama Roho Mtakatifu yupo ndani na neno lake umelishika sawa sawa, kabla hujatenda ile dhambi lazima ile indicator itakuashiria kwamba hapa ni hatari. Hautaweza kuifanya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu analolituma likisha kaa ndani linatusaidia pia usiweze kuitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Yesu amekuja kwetu kama neno. Kwa hiyo tunapompokea na kutii ndipo inapokuwa faida kwetu. Kwa sababu mwenyeji wetu ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama mwenyeji wetu wa mbinguni ni Yesu, akituelekeza tufanye hivi, ina maana ndicho tunachotakiwa kutembea nacho. Kwa sababu haiwezekani mtu labda upajui Buza, lakini ukapata mwenyeji wa Buza akasema ikiwa unahitaji kwenda Buza, labda upande magari yaliyoandikwa Makumbusho Buza au Mnazi Mmoja Buza au Gerezani Buza na mengine. Alafu tena wewe unasema hapana, hata nikipanda lililoandikwa labda sijui Kawe, labda Makumbusho, nitafika. Pale huwezi kufika kwa sababu mwenyeji amekuelekeza njia sahihi ya kufika Buza ni hii na utumie usafiri gani kufika. Lakini utakapokaidi hauwezi ukafika, lazima utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi Bwana Yesu ndio mwenyeji wetu na yeye ndio neno. Kwa hiyo linapokuja linatutaka sisi tulifuate ili tuweze kufika katika uzima ule wa milele. Kwa hiyo pindi tunapolipuuza au na kulidharau, ina maana hatuwezi kufika katika ule uzima wa milele, kwa sababu anayetuongoza njia ya kufika huko tumekataa maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na asilimia kubwa ya watu tunapenda faraja kuliko maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe maonyo ni mazuri sana kuliko faraja. Kwa hiyo anatupenda, ndio maana anaturudi. Hata ukisoma ile Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19 anaeleza habari hizo. Najua sio ngeni, lakini anaeleza habari hizo kwamba wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa katika kukemea na kurudi, hawezi akakemea kwa lugha ya kubembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwanao huwezi ukamkemea kwa lugha ya kubembeleza. Ukimbembeleza anajua hapa utani na kesho atarudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona umemkemea kwa lugha labda ya ukali, anajua hapo kumbe mama amemaanisha au baba amemaanisha, atajirekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo marudio yamekusudiwa kutuponya. Hata zile dawa zilizokuwa zinatumika zamani nadhani kwa ajili ya malaria, quinine, zilikuwa ni chungu. Lakini unahitaji kupona, lazima uzinywe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kali kiasi gani, ili usife lazima unywe upone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mawazo ya Mungu sio mabaya kwetu, wala hatuwazii mabaya kutudhalilisha au hapana. Yote ni kwa upendo wake, kwamba tusiweze kupotea,